Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea Moshi. Haki dhidi ya ukatili wa kijinsia haiwezi kufutwa na jani la sale, ukimya, usiri au nguvu ya kimadaraka na kifedha. Katika hatua ya kuimarisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia mkoani Kilimanjaro, viongozi na wadau wa sheria wameonya kuwa maridhiano ya kienyeji maarufu kama jani la sale bado ni kikwazo kikubwa katika mapambano hayo. Hayo yamebainishwa wakati wa semina iliyoandaliwa na mtandao wa jinsia Tanzania TGNP mkoani Kilimanjaro kwa wadau wa utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili wa kijinsia MTAKUWA, ikilenga kuvunja vikwazo vinavyorudisha nyuma jitihada za kutokomeza ukatili wa kijinsia katika jamii. Mwakilishi kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka NPA mkoani Kilimanjaro amebainisha kuwa maridhiano yanayofanywa kinyamela kati ya wahalifu na waathirika, kwa mfano kwa kutumia jani la sale, hayana nafasi yoyote katika mfumo wa kisheria, kwani kitendo hicho kinatazamwa kama rushwa. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Lakini sasa mbele ya safari hapo kinachokuja kutokea, unakuta ukishagundua kwamba mwenye kufanya kile kitendo ni ndugu, wanaanza kuitana, wanaanza kulishana ile sumu ya Wachaga, kuna kitu anaita masale, kuanza kupeana yale majani yale, kwamba huyu usimfunge ni ndugu, huyu usimfunge ni mtu wa nyumbani. Kwa hiyo sasa inafika saa nyingine hata ustawi wa jamii wanachoka, hata polisi pia wanachoka, mahakama wanachoka, kwa sababu inapofika hata kwa ustawi wa jamii saa nyingine wale watu wanadisapia, hawaendi tena. Na kama hawaendi tena, ukiwafuata unakuta yule mhusika ameshahamishwa, hayuko kwenye maeneo, ameshahamishwa. Kwa hiyo unashindwa kuendesha ile kesi au ile taratibu zako unashindwa kuzifanya. Vikwazo vinavyosababisha ukatili wa kijinsia kutokomea kwa haraka, mojawapo pia ni mila potofu. Na katika hizi jamii zetu hasa za Wachaga kuna mfumo dume, kitu ambacho kama baba amesema hata kama sio sahihi, lakini utakubali kwa sababu ndio mfumo uliotengenezwa katika jamii. Kwa 100% tuangalie kukaa hivi tena vya rushwa, kuambia kwamba wewe utakusema unapokea majani, sisi tunajua kuna kitu kingine utakuwa unafanya nini ya ziada unacho. Watu tukane na mazingira ya rushwa katika kusimamia kesi za nini za GBV, tujikite katika kuangalia ustawi wa mtoto. Na mara nyingi sana wengi ambao wanafanya hivi vitu wanaishi nyumbani na mtoto kwa namna moja au nyingine. Hata mimi kama mwanasheria sikai na ndugu zangu wote katika familia, lakini ninafanya kile ambacho natakiwa kufanya, kwa sababu najua katika familia kwa namna moja au nyingine naweza kufanya nini nikamfika mmoja kati yetu. Kwa hiyo tusichukulie sheria like sheria haijalalisha watu kwamba waolewe tu kwa huo umri wa 15, imeweka nini masharti na imekataza. Lakini vile vile wakati tunafanya sheria imeweka vile kesi gani zinaruhusu maridhiano. Ukiangalia sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai imetaka CPA mkutano, imeweka ni makosa gani yafanyike nini maridhiano. Makosa ya unyanyasaji wa kijinsia GBV hayako pale. Jina langu mrakibu wa polisi Asia Matauka, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kilimanjaro. Mara zote tunafahamu kweli kwamba rushwa inapofusha. Kwa hiyo ninachoweza kusema, vitendo vya ukatili naweza kusema ni vitendo vya udhalilishaji, lakini pia vinaumiza. Sasa wewe ambaye unadhani kwamba kwa sababu una pesa au una mamlaka unaweza kukandamiza haki ya mtu fulani, inakuwa si sahihi. Na mwisho wa siku lazima tukumbuke kwamba kuna Mungu. Inawezekana yes, ukawa una kiburi hapa duniani kwamba uko na pesa, unaweza kufanya chochote kile unachokitaka, lakini mwisho wa siku Mungu yupo. Naitwa Hamisi Bakari Mkojera, ni mjumbe wa kamati ya MTAKUWA kutoka kijiji cha Chikereni. Ushirikiano wa kimamlaka zipo na zinafanya kazi, lakini sio kwa kiwango kikubwa kiasi hicho. Si viongozi wote, hasa viongozi wa kisiasa, wenye uelewa juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia, na sababu zinazosababisha mpaka wanakuwa saa nyingine wanarudi nyuma ni kwa sababu ya nafasi zao. Mtu anahofia kwamba labda mtu fulani katika nafasi hii ambayo mimi ninayo ana ushawishi wa mimi kuendelea kuwepo hapa, lakini sasa nitakaposhughulikia swala lake kwa usahihi
na wazo uchaguzi unaokuja, mtu huyu akitumika kuniangusha au kunisemea vibaya, naweza nikaanguka. Kwa kulinda nafasi yangu na lazimika sasa kumtetea au kulififisha lile jambo na kuhakikisha kwamba halina matokeo vizuri. Kwa majina naitwa Deogratias Temba, mwezeshaji kutoka TGNP. Mradi huu ambao umetuleta hapa leo ni unahusu kuvunja vikwazo, kupambana na ukatili wa kijinsia. Ni mradi ambao unatekelezwa na TGNP hapa halmashauri ya wilaya ya Moshi na Mwanga DC na Iringa kwa ajili ya kuangalia vikwazo ambavyo vinazuia jitihada za kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii. Naamini kabisa kwamba wadau hawa wakiwa kwa pamoja wakaweza kuunganisha nguvu, wanaweza wakatokomeza kabisa vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii. Kwa sababu jamii inapoibua masuala ya ukatili wa kijinsia inahitaji mamlaka kuchukua hatua. Na mamlaka ndio hizo ambazo tunazileta pamoja hapa, ambapo tunaweza kujadili kwa pamoja, wakaweza kuchambua vikwazo, lakini namna gani ya kuondokana na vikwazo, lakini pia wakaweka na mwisho wa siku wataweka mikakati sasa namna ambavyo wanaweza wakaweza kushirikiana kwa pamoja katika kuzuia vitendo vya ukatili wa kijinsia. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.